Leo jioni tunakuletea taarifa kali kuhusu mauaji ya kutisha ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were, hadithi ambayo imeitikisa nchi hadi kiini chake sasa inajitokeza katika mtandao tata wa wahuni, fitina za kisiasa na msako wa nchi nzima ambao hatimaye uliishia mpakani wa Tanzania. Siku 12 tu baada ya shambulizi la kirisasi karibu na chumba cha kuhifadhia maiti cha City jijini Nairobi, mshukiwa mkuu ameweza kunaswa. Wachunguzi wanaamini kuwa wamempata mtu aliyevuta kifiatulio ama kupull the shot, na pamoja naye ufunguo wa kutegua njama pana zaidi katika uchunguzi huo. Tunakupitisha kwenye ratiba kamili ya matukio, ushahidi uliosababisha kukamatwa kwake na majina yenye nguvu ambayo sasa yanahusishwa na mauaji haya ya kisiasa. Aprili tarehe 30 mwaka 2025, siku iliyoanza kama kawaida katika bunge iliisha kwa milio ya risasi kwenye Valley Road. Mbunge Charles Ong'ondo Were wa Kasipul, mtu anayejulikana katika siasa za Homa Bay na uongozi wa kitaifa, aliweza kuuawa kwa kupigwa risasi mita tu kutoka chumba cha kuhifadhia maiti cha jiji la Nairobi. Haikuwa kitendo cha kubahatisha. Polisi wanasema mbunge huyo alifuatiliwa kutoka katika jumba la kiserikali, alifuatwa polepole na gari na pikipiki la maadui wake. Milio ya risasi baadaye ilisikika kulingana na watu walioshuhudia, na hapo mbunge Charles Ong'ondo Were akaweza kupigwa risasi 5 na watu hao wasiojulikana. Lakini nyuma ya machafuko hayo kulikuwa na kitu kilichopangwa zaidi. Wapelelezi walianzisha msako haraka iwezekanavyo. Picha za usalama kutoka ndani ya CBD na Valley Road zilifichua zaidi ya mapigo tu, ilifunua mifumo, nyuso, mwendo na uratibu wa shambulizi hilo. DCI ilifuatilia washukiwa kwa kutumia pembe nyingi za uchunguzi, kumbukumbu za magari, mitandao na data ya simu ya mkononi yenye pembe 3, lakini jina moja lilianza kupanda katika safu: Isaac Kuria, anayejulikana mitaani kama Kush. Wachunguzi wanasema kuwa huyu hakuwa mtu wa pekee mwenye bunduki. Ilikuwa ni operesheni imepangwa, inafadhiliwa na sasa polepole kufunua. Kulingana na jarida la The Star Kenya mtandaoni, according to an application filed by investigating officer Ruben Mwaniki, Isaac Kuria, also known as Kush, is believed to have been contracted to assassinate the MP of Kasipul, Charles Ong'ondo Were. Isaac Kuria alitoweka muda mfupi baada ya mauaji hayo. Harakati zake zilikuwa za makusudi. Alipita viunga vya Nairobi hadi Mihango, kisha zaidi katika kaunti ya Narok, akikwepa vituo vya ukaguzi vya usalama na kutupilia mbali ushahidi alipokuwa akienda. Lakini alikuwa tazamwa. Iliishia Migori, mji wa mpaka wa Isibania, ukingoni mwa mstari huru wa Kenya na Tanzania. Kulingana na jarida hilo lilinukuu that the respondent was contracted to assassinate the deceased, and immediately after committing the crime he escaped to Migori and was arrested on his way to Tanzania. Therefore he is a flight risk. That it has since been established that the assailant believed to be the respondent herein was dropped by a motorcycle with a view of trailing and eliminating the deceased person herein. The said vehicle and its occupants and the motorcycle passenger were captured by the CCTV cameras installed within the city, and therefore there is a need to conduct further review with a view to identifying the assailants and the planners. Wakishughulikia upelelezi, maafisa wa DCI walimkamata Isaac Kuria kutoka hoteli moja pamoja na jamaa wawili. Inadaiwa walikuwa wakipanga kuingia Tanzania kinyume na sheria ili kukwepa baada ya mauaji. Maafisa wa upelelezi sasa wanaamini kuwa Kuria ndiye aliyehusika na kufiatua. Ushahidi uliopatikana unaonyesha kwamba aliajiriwa na mtandao wa washukiwa wengine tayari wako kizuizini, wengine bado wako huru. Kukamatwa kulikuwa kwa haraka, kimya kimya, mkakati na kwa wakati tu. Kulingana na mamlaka, Isaac Kuria, mshukiwa huyo wa kufiatua risasi, amekuwa akiwasiliana mara kwa mara na washirika nchini Tanzania. Ilikuwa mbio dhidi ya wakati. Ikiwa angevuka mstari huo, njia inaweza kuwa baridi milele na ingekuwa ngumu kupatikana. Mamlaka zinasema kuwa hili halikuwa tukio la genge tu, lilifadhiliwa, imeratibiwa, labda hata nia ya kisiasa. Kukamatwa kwa Kuria kunamfanya kuwa mshukiwa wa 11 kizuizini. Wengine ni pamoja na dereva wa marehemu mbunge, mlinzi wake binafsi na anayedaiwa kuwa mfadhili aliyetambulika kama William Imoli. Lakini majina hayaishi hapo, wengine bado wanatafutwa. Miongoni mwa wanaochunguzwa ni mfanyi biashara mashuhuri wa Nairobi, mkurugenzi wa mashirika ya serikali katika mamlaka ustawishaji wa bonde la Ziwa, na watu wawili walio na uhusiano unaojulikana
na mavazi ya usalama. Wote walidaiwa kuwasiliana siku chache kabla ya mauaji hayo na wote wanaweza kuwa na kitu cha kupata. Kulingana na ripoti hiyo kutoka kwa gazeti la The Star mtandaoni, ilisema additionally suspects include prominent businessman Philip Aroko, Lake Basin Development Authority Director Abel Ochieng, and 2 others identified as Edwin Oduor and Dennis Manyasi. Detectives say Kush was in communication with individuals in Tanzania with whom he was reportedly coordinating his escape. Kesi hiyo sasa inazidi kuimarika. Wachunguzi wanasema kuwa simu ya rununu ya pembe tatu ilimweka Kuria katika eneo la tukio wakati wa mauaji hayo. Inadaiwa aliwasiliana na washirika wake kabla na baada ya ufyatuaji huo na kubadilisha vifaa mara kwa mara ili kukwepa kufuatiliwa. Wakati huo huo, bunduki iliyopatikana hapo awali kutoka kwa washukiwa huko Mihango sasa inahusishwa na mauaji kupitia vipimo vya balistiki. Wachunguzi wanaamini kuwa ni silaha sawa na iliyotumika katika mauaji hayo ya Charles Ong'ondo Were. DCI pia inaendesha gwaride za uchambuzi wa uchunguzi wa kimtandao na utaratibu wa mipakani ili kupata ushahidi kutoka kwa watu waliopo Tanzania. Haya yote huku tukipitia uhamishaji pesa, kumbukumbu za simu na data ya uchunguzi kutoka zaidi ya maeneo 20 katika kaunti za Nairobi na Homa Bay, walisema wapelelezi. Mnamo Jumatatu, mahakama ya Nairobi iliidhinisha ombi la DCI la kushikilia Isaac Kuria, mshukiwa mkuu, siku 30. Ni dirisha muhimu. Wapelelezi wanataka muda wa kumhoji mshukiwa huyo, kutafuta washirika wake wengine na wanaohusika na kuunganisha nukta za mwisho. Kulingana na gazeti la The Star liliripoti likisema a Nairobi court on Monday allowed the Director of Criminal Investigations (DCI) to detain the primary suspect in the assassination of Kasipul MP Charles Ong'ondo Were for 30 days pending investigations. Were was gunned down at the city mortuary roundabout along Valley Road on April 30, 2025. Mahakama ilikubali kwamba Kuria alikuwa hatari ya kukimbia. Baada ya yote, alikamatwa katikati ya kutoroka kwenye ukingo wa kutoweka kuvuka mpaka. Kwa sasa anayeshikiliwa katika kituo cha polisi cha Kasarani. Isaac Kuria anatarajiwa kuhojiwa zaidi. Waendesha mashtaka wanaunda kesi ambayo inaweza kusababisha mashtaka rasmi ya mauaji na pengine mashtaka ya kula njama. Athari za mauaji haya zinaendelea kutikisa taifa. Huko Homa Bay, wakazi wamesalia na maombolezo. Bungeni, mvutano umepamba moto kutokana na kuongezeka kwa ghasia za kisiasa. Baadhi ya wadadisi wanaamini kuwa mauaji haya yanaweza kuwa onyo. Wengine wanasema ilikuwa kisasi au uondoaji wa kisiasa katika mazingira yanayozidi kuyumba. Bila kujali nia gani, umma unataka majibu na haki itendeke. Usiku wa leo, Kenya inatazama kwa makini. Mshukiwa mmoja yuko gerezani ambaye ni Isaac Kuria. Mengine kadhaa bado yanachunguzwa na nyuzi za mauaji haya zinaendelea kuvuta nguvu. Vurugu na usaliti pia zinashukiwa. Je, ukweli utajitokeza? Je, haki itapatikana? Tutakuwa hapa Simulizi Media kukuletea kila maendeleo kadri ripoti hizi zinavyoendelea. Endelea kufuatilia, endelea kufahamishwa na ukae salama. Vile na kukumbusha, bonyeza alama ya like na ubonyeze neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa kwanza kuwa notified kila wakati ambapo tutakuletea taarifa mpya. Vile mtazamaji, kumbuka kubonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video yetu mpya kwa ripoti ama taarifa zaidi.